Mtazamaji, hapa tuko kwenye viunga vya uwanja wa Amani Complex. Simba amemaliza kwa sare 1-1 fainali ya pili na ubingwa unakwenda kwa Rais Berkane. Aliye mbele yetu ni kati ya viongozi, mashabiki na wandewa wa klabu ya Simba, anakwenda kutuhadithia kile alichokiona hapa baada ya dakika 90. Simba 1-1. Kila mtu anamlalamikia mwamuzi ameharibu mchezo. Kwako nini kimeiangusha Simba leo? Mimi naitwa Mgeni Ramadhani Mgeni, nafahamika kwa jina la Macho. Kwanza ni masikitiko makubwa kwa hichi ambacho kilichotokea kwa upande wa wana Simba. Hii kwa upande wangu mimi ni fainali ya pili tumeweza kupoteza. Fainali ya kwanza mimi kuiangalia ni ya mwaka 1993 nikiwa na miaka 12 nimeangalia, lakini fainali hii nimeangalia tena ya pili na leo tumeweza kuipoteza. Lakini kubwa zaidi kilichotokea, mwamuzi naye ana mashaka. Mwamuzi ambaye alochezesha mchezo wa leo naye ana mashaka kwamba tumeona na kila mtu ameona kile ambacho alichokifanya. Lakini pia ni masikitiko makubwa kwa Mheshimiwa Rais Dr. Ali Hussein Mwinyi kwamba na serikali yake ya mapinduzi ama serikali ya mapinduzi imefanya juhudi za kila aina kuhakikisha kwamba timu yetu ya Simba inaweza kupata matokeo mazuri kwenye fainali hii. Amefanya kazi kubwa, amejitoa, amejitolea, lakini pia naona ni huzuni kwake yeye kwa sababu upande wa baba marehemu baba yake 93 ameweza kukosa kombe, lakini pia yeye Mheshimiwa Rais alikuwa na hamu kufuta ile ya za Rais Mwinyi ambaye baba yake alotangulia, lakini leo kimetokea hicho hicho. Kwa hiyo ni huzuni kubwa kwa taifa, ni Tanzania kwa ujumla, kwamba mashabiki tumeumia, lakini kubwa zaidi waamuzi ama wamekuwa si haki, wamechezesha ndivyo sivyo. Hicho ndio kitu kilichopelekea kuhakikisha kwamba tunakosa matokeo mazuri. Lakini naamini wachezaji wamecheza mpira, wamejituma, lakini wanahitaji kujituma zaidi, lakini mwamuzi ametoangusha. Lakini pia tumeumia zaidi baada ya kutoka Ngoma kutoka kwake amepoteza mwelekeo. Ngoma kutoka kwake tumepata pengo kubwa na hichi kimepelekea kuharibu mechi. Kwa hiyo watu walikuwa wanacheza kwa malengo. Mimi naamini angekuwepo Ngoma tungecheza vizuri na tungeweza kupata matokeo ya kusawazisha bila matatizo. Kwa hivyo hilo ndo hali halisi. Kocha Fadlu Davis, mashabiki wa Simba wengi wanavutiwa na namna anavyoiongoza timu, anaijenga timu lakini tumefika fainali. Unaweza kuzungumza nini kwa kocha Fadlu ambaye amewapa nafasi ya kufika fainali kikosi chenu cha Simba? Mimi nasema mwalimu uwezo wake mzuri na mwalimu mafanikio yake ni mazuri, mwalimu malengo yake ni mazuri. Kwa hivyo bodi impe nafasi. Mahitaji anayohitaji aweze kupewa ili aweze kusajili timu kwa ubora zaidi na tuweze kupewa matokeo mazuri, tuweze kupata timu nzuri na tuweze kucheza vizuri zaidi. Kwa hivyo Fadlu anahitajika ndani ya Simba. Fadlu anahitajika ili aweze kuendelea kuitengeneza timu tuweze kufanya vizuri zaidi. Kwa hivyo baadhi ya maeneo ambayo yanayofahamika waweze kuyasawazisha, kamati ya usajili kupitia bodi na Mohamed Enterprises. Kwa hivyo tuwekeze kama alivyowekeza, tuweze kutoa pesa, tusajili wachezaji, tuweze kufanya vizuri zaidi. Bwana, shukrani sana. Asante.